moja Mzizima Dabi imepigwa uwanja wa Chamazi pale, na mchezo huo wakati ya Azam FC dhidi ya kikosi cha Simba Sports Club ulitabatika kwa suluhu. Maana timu zote hazikupata nafasi ya kuweza kufungana. Mchezo ambao of course ulikuwa na matukio mbalimbali ambayo yaliweza kujitokeza, lakini kutamatika kwake kumemfanya Simba Sports Club kubakia nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara katika mechi 16 ambazo wamecheza, wakiwa wameshinda michezo 10, kudraw michezo 5 na kupoteza mchezo mmoja, wakiwa na alama 35. Mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara ndio ambao wanaongoza wakiwa na alama 41 katika mechi 17, wakati Azam FC ambao walicheza dhidi ya Simba Sports Club hapo jana wakiwa wamecheza mechi 17 na alama zao 33, ikiwa ni tofauti alama 2 pekee dhidi ya nafasi ya pili ambao ni Simba Sports Club wenye alama zao 35. Kwa hiyo ndio jepo ambalo lilopo. Sasa game hiyo ilikuwa na maoni mbalimbali kutokana pia na maamuzi ya waamuzi ambao walijitokeza. Ahmed Arajiga kiongoza jahazi kiujumla kishirikiana na Mohamed Mkono maamuzi msaidizi namba 1, na namba 2 ni Rashid Zongo. Mjadala ambayo ikionekana kabisa wao Simba ndio ambao kilalamika kwamba wamenyongwa zaidi, na si kwenye mchezo huo, ikiwa ni muendelezo pia baadhi matukio mbalimbali ambayo yamejitokeza katika upande wa mechi zao. Hii leo ndani ya jiji la Dar es Salaam, wazee wa Simba Sports Club wamejitokeza na kuweza kuzungumza na waandishi wa habari wakilalamikia kiujumla juu ya maamuzi mabovu ambayo yamekuwa yakifanyika juu ya waamuzi hao ambao wameweza kulalamikiwa, na wakiamini kabisa maamuzi hayo yamekuwa yakigharimu zaidi timu yao. Lakini wazee hao wamefika mbali zaidi, wakitaja kwamba kwa sasa walipofikia mhitaji Ahmed Arajiga achezeshe mechi zao hata ingekuwa ni ndondo huko mtaani, na sio hilo tu, wakiamini kabisa kwamba wale Skaria na nguvu kubwa zaidi ya kuweza kulisimamia hilo, na kama itashindikana basi watafika kunako ofisi ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kulalamikia hili ili aweze kuingilia kati. Na wengine wanasema kwamba licha kwamba wanafungiwa na kurejeshwa, wao wanajua dawa ya kuweza kuwafanya waamuzi hao wasirudi kabisa kuchezesha mechi za ligi kuu soka Tanzania bara. Haya sio maneno yangu. Kiongozi mmoja kwa ambao utasikika hapa ni mzee kutoka wapi, kutoka tawi la yeye ni mwenyekiti wa matawi wilaya ya Temeke. Somebody Ali anataka TMK. Sio nimekwambia hao ni vijana wa zamani. Somebody Ali ndo anapiga mikwala. Kaka ule mkwara ule mpaka unaogopa. Msikilize bwana, hebu asikilize wazee hawa ambao wamejitokeza leo. Simba imekuwa ikionewa katika kila maeneo kuhusu marefa wa Tanzania. Tumejitahidi kadri jinsi ilivyokuwepo kama timu ya mpira, lakini sasa hivi imeonekana lazima tukae na nyinyi tuwaelezeni ili na sisi mtufikishie ujumbe kwa chama cha marefa, mwenyekiti wa marefa pamoja na TFF. Leo hii TFF kila kinachozulumiwa Simba sio kama wakioni, wanakiona, lakini kinachofanyika ni kama sisi kuto kutuangalia, kama vile tayari bingwa wa nchi hii kesha pangwa. Maana kuna mtu anasemaga miaka 10 atakuwa bingwa mtu mmoja. Nyinyi mnamsikia jana Arajiga ametuua sana. Sisi tumetoka pale, wengine tunalia, wengine tumekasirika, wengine wamesahau baada ya kuja Temeke wamepakia gari za mvuti. Hasa hii ni tatizo. Itafikia hatua baadaye unakuwa binadamu mara moja, mara ubinadamu unaondoka, kama vile anavyouondoa yeye binadamu. Arajiga kisha tuua mechi zaidi ya 5 na hasa kutunyima penalti. Pila wajana watu kadondoshwa Selemani Mwalimu, Chama, mchezaji wetu Egeye katika penalti kabisa, lakini anatunyima, na mpira umeshikwa, yuko pale pale anakataa. Hatuelewi sisi yule tumemkosea nini. Labda ikiwezekana mtuitie siku moja tukae naye hapa tuulizane naye maneno. Hatuhitaji mechi zetu kutuchezesha. Hata akiona tunacheza chandimu, yeye aache tu, aseme hiyo mimi sichezeshi. Kama utajiri anatajirika kwa ajili ya kuchezesha mechi zetu, sisi tumeshachoka sisi. Ikiwezekana basi sisi wazee tutajikusanya twende kwa waziri ili na ili nalo la marefa aliingilie kati, ili waje kusema kwamba serikali sasa inaingilia mpira. Hivyo vilabu wanavyotaka viwe mabingwa, wanavyokuwa mabingwa wanafika wapi na Simba wao inafika wapi? Sisi Simba Sports Club kwa tukio la jana la mechi ya Simba na Azam, tunamuomba wale Skaria na bodi yake ya ligi, ikibidi huyu Ahmed Arajiga arudishe kabisa akachezeshe ligi daraja la 4, kwa sababu labda inaweza ikawa fundisho kwa marefali ambao wanatunyanyasa sisi Simba Sports.
Watu wengine wanasema Kalia Simba. Kalia sio Simba. Kalia ni Coast bwana. Angalia muamuzi wake alifanya jana, tulichofanya jana. Laiti ingekuwa upande ule tulicho nao sisi jana, ile penalty angetoa. Kwa hiyo tunampa onyo. Na sio onyo, hatumtaki. Vinginevyo tutachukua hatua nyingine ambayo tutajua sisi wenyewe. Hata kwa Ndumba mimi nasema tutampia kipapai atakaa nyumbani kwao mwaka atakuja kutafuta sisi hapa. Tumechoka naye. Tumechoka sababu anafungiwa anarudishwa. Sasa sisi tutamfungia moja kwa moja. Maana hayakuja kwa maagizo. Baki sasa sasa miaka 10 na kweli ni ya miaka 10 yao inatimia. Hata ule referee namba 2 zaidi aliona sasa penalty iko zaidi kabisa. Anaangusha nani wingi wetu yule. Kashindwa kumwambia referee. Kuonesha kibandia kama bwana hii ni penalty kwa sababu lao lote ni moja. Toka kule ushapata maagizo. Maagizo haya sisi tutafanyia kazi. Na sio kwa huyu peke yake. Yoyote atakayekuja kutufanyia Simba hilo, sisi tutamkalia kitako. Kama yeye anafungia mechi 6 mwaka anarudishwa, sisi tutamfungia atakaa kwao huko Rukwa. Hata kuja tena Dar kuchezesha hapa. Vinginevyo asichezeshe mechi ya aina yoyote ya Simba. Yoyote ile. Hata kuwa reserve wa referee asiwepo, hatumtaki. Au kabisa hatumtaki. Wazee wa Simba ile wa jijini Dar es Salaam wakijitokeza lalamikia zaidi maamuzi ya waamuzi ambao yamekuwa yakiendelea kunako ligi kuu soka Tanzania bara, na asilimia kubwa zaidi malalamiko yao ni juu ya mwenendo wa Simba Sports Club. Hawa hawajasimama kwa ajili ya Yanga, Azam, Singida na baadhi ya timu nyingine. Wao wamesimama zaidi kwa ajili ya timu yao ya Simba Sports Club. Na miongoni mwa wasikika wazee hao akiwepo Ali Mkumba, mwenyekiti wa matawi ya Simba Sports Club wilaya ya Temeke ama TMK. Kwa alichanganya magari ya Temeke. Alipanda wapi sasa? Alienda Kisea au alienda Kitonga. Mimi ukitoka Azam Complex. Ukishanganya magari paka ule usiku, umeisha. Kwa ndo ulichanganye uende Kitonga kule. Umeisha. Na unakata Temeke. Imeisha hiyo kaka. Kwa hiyo kule anakupiga kipapai kweli. Hivi kipapai ni nini? Sijaelewa bado. Kipapai ni kitu gani hicho? Kipapai kikoje? Unapiga kipapai ushinda kutembea mwaka mzima. Mimi nisaidia kwanza kwa lugha nyepesi tu, ambao naamini pia zakana kuna watu wengine wakawa kipapai ni nini? Ushirikina tu. Ushirikina. Mambo ya kishirikina. Yaani kipigo unakuaje? Uibe kipapai unakuaje? Mimi sio shuhuda. Ila ni mambo ya kishirikina hayo. Okay. Ni mambo ya kishirikina. Hatari. Wao wazee malalamiko yao kwanza ni ya msingi. Wamezungumza vitu vingi sana. Na hajamkataa mwezi mmoja, kuna sehemu naona paka wanamtaja Kayoko, kuna mmoja hapa kamtaja Sasi. Sasa wanaweza kukataa mwezi wote. Kwanza kuna vitu kadhaa vya kuvijua. Na mimi wanavijua, lakini niwakumbushe. Hakuna maamuzi ambaye hakosei. Hakuna maamuzi ambaye hakosei. Hayupo. Yaani ingetokea karibu kila timu mechi ikiisha tu wakifanywa ikitokea kosa la waamuzi ambao limewaumiza na wao wanakuja kwenye press kulalamika, hizi press ingekuwa kila siku. Kwa sababu haya makosa yapo kote duniani. Hata wenye viana wenyewe wanakosea. Kutoka kosa ile kaliamua hivi, tukio lingine ile kwenye upande wa pili amui. Kwa hiyo press zingekuwa nyingi sana za kutishia marefu. Hilo la kwanza. La pili, hii ni tabia ya hovyo ambayo club zimehusika na wenye mamlaka kuilea. Imefika wakati imekuwa. Ndio zamani, sio zamani, ni hapo nyuma kidogo, miaka 5 nyuma, walikuwa wanakuja viongozi wa timu. Yaani sisi wanakuja mashabiki. Sasa walikuwa wanakuja viongozi. Tunafikiri ligi sijui tuhame. Haya ambayo siku hizo nazungumza walikuwa wanakuja viongozi. Lakini kwa sababu kuna kanuni za kudhibiti, wao ni saizi wakija mbele. Lakini wanakuja wa mashabiki. Zile kanuni za udhibiti wa viongozi. Hawa mashabiki sina uhakika kwamba moja kwa moja wametumwa na club, lakini naamini club inabariki jambo, kwa sababu si mara moja si mara mbili sije kuona club ikikemea. Maana yake umebariki jambo. Ndio shida iko hapo. Kwa hivyo fika wakati umetengenezeka utamaduni mbaya, utamaduni wa hovyo wa watu tu kuamua kuita press. Maamuzi fanya tumtaki. Kuna watu washia kuita press hawataki moja kampuni za mini club yao. Of course. Ni vitu vya hovyo tu. Mtu mwenyewe kimwambia chenga anue tu jezi hawezi kipengele. Lakini anataka mdhamini aondoke kwenye timu. Sasa kwa nini mambo yamekuwa kiendelea? Kwa sababu
watu wachukuliwa hatua. Kwa hiyo manake reaction ya club ndio ingekuwa inatoa tathmini kwamba wapo pamoja na mashabiki ama hawapo na mashabiki. Hawa kwa mfano mmoja si ni mwenyekiti wa matawi si manake huyu ni kiongozi. Huyu kiongozi club inamtambua. Paka anafanya hivyo, club imebariki. Shida iko hapo. Lakini kama huyu alimkumba mwenyekiti wa matawi wilaya ya nani ya Temeke. Huyo ni kiongozi. Ameongoza. Na si mara moja tu, wanakuja mara nyingi. Kwa nini hawa watu wanaendelea kufanya? Maana klabu zinabariki. Imefika wakati sasa ndio imeshakuwa tabia. Na kadri ya muda unavyozidi kwenda, jambo aliishi linazidi kuongezeka. Yaani leo sio umezungumza hawa, kesho na kesho kutwa utaona wengine watakuja. Lakini inawezekana mimi nisiwe upande wa kulaumu zaidi mashabiki, kwa kuwa hata viongozi ambao tumewapa dhamana sometimes ya kuongoza, kauli zao maybe zinachagiza na hawa wanajitokeza, wanaona wana ile audacity ya kuja kuyazungumzia haya. Kuelekea ilikuwa ni Kariakoo Derby. Rais wa TFF alisikika na of course wengine hata kumuona live akizungumzia issue nzima kwamba mwamuzi atakayeboronga mchezo nje ya adhabu zao kifootball itabidi apelekwe mahakamani. Sasa uone maybe wala pia wanapata hiyo nguvu kupitia haya matamko ambayo yamekuwa yakitolewa kwamba kama hawa wanafanya haya. Aliambia waje waite press mashabiki walalamike. Hakusema kwamba aje, ila tunaishi kwenye familia ya football. Sasa ile pale kwa kuzungumzia issue ya Azam Moses zinatoka. Sasa huyo hizo sipo. Kwani hao ukiyasikiza wanasema asiadhibiwe? Si wanasema wao watamfungia maisha, yani kwa namna yao wanavyojua wao. Maana adhabu zipo zinatoka. Kwa hiyo hata yusi yani. Yaani achifanya kalia. Maana mamlaka of course na pray party basi. Kama kawaida. Ndio maana wao wamesema kwamba ameshazoea kufungiwa si miezi 6 miezi ngapi, wao watamfungia maisha wanavyojua wao. Ndio hiyo kibabai. Kwa hiyo hata yuhusiana na kalia. Hii tabia imelelewa na club zimelea. Na klabu zimelea kwa sababu pia wenye mamlaka wameshindwa kuja na kanuni ambayo itakuwa inadhibiti ya mambo. Ndio maana mambo yamekuwa yakifanyika kiholela sana. Kitu ambacho mimi naamini ni kitu cha ovyo wala hakisaidii chochote. Na kuna muda pia haya mambo huwa yanafanywa kuwa makubwa wakati hata hastahili kuwa makubwa. Hawa leo hii wanamsema Rajiga kwamba anawaonea, lakini Rajiga ametoka kufungiwa, inasemekana hivyo kwa taarifa za ndani. Kosa lilifanywa na mechi yao ambayo Simba ilifika kwa penalti ambayo haikutakiwa kuwa penalti. Mechi ya Mashujaa. Mechi ya Mashujaa Libasa yeye aliangusha. Rajiga kaya ka penalti. Kabeba. Leo amekuwa mbaya. Penalti ambayo alikosa Kibu. Na Simba hawakulalamikia ile. Hiyo hakulalamikia. Kwamba tumependelewa. Sasa inasemekana alifungiwa kwa sababu ya kosa hilo. Kabeba nani? Kabeba Simba. Leo hii amerudi, jana yametokea matukio wanasema huyu anaonea kila siku. Sasa anaoneaje kila siku katika toka kufungiwa kwa sababu ya kubeba nyenye? Ni vitu vya ovyo tu ambavyo vipo. Na hawa pia huwa wanapata nguvu kwa sababu pia kuna kundi la watu ambao linaongoza. Unajue mashabiki, kuna watu wanawaamini. Yaani kuna watu muda huu amekaa kwenye redio anasubiri nione Ben atasemaje kuhusu tukio la jana. Atasemaje kuhusu Rajiga. Wewe ukija hapa ukisema Rajiga yule mna kitu jana kazingua sana. Ndio hivyo nalibeba. Haja kazingua. Lakini tukio tu wazi. Tuchukue miaka 3 nyuma. Na saizi tulipo. Makosa maamuzi yanapungua. Of course, hilo hatuko kule tulikotoka. 2019 hapa kuna watu wanaona penalti nje. Yaani mtu umekatulia nje lakini anafunika ndani. Saizi uone. Sasa mtu inatokea. Inaweza katokea penalti kukana utata. Ameonawa hajaonawa. Alimkanyaga hajamkanyaga. Lakini contact ilitokea. Tunatofautiana tu kwenye kuona. Lakini zamani hujaguswa ni nje mtu anaiweka ndani. Ligi kuu na tunao NTV. Miaka 5 iliyopita hapo. Saizi huwezi kuwa na matukio. Kwa ni kweli kwamba tumetoka mbali na kunaenea mbola watu ambao wameboresha ubora. Sawa. Kwenye hiyo issue wakati tutaendelea kupigia tathmini. Kama wewe unaamini klabu ndo zinalea haya mambo, kwa nini tusiamini pia mamlaka nazo zinalea haya mambo? Maana hapa kama wameguswa bodi ya ligi na TFF kupitia Rais Wallace Karia. Kuna haja ya kutunga kanuni ama tu apply zile kanuni ambazo zinatumika kuadhibu Simba na Yanga kupitia mashabiki wao wakifanya vurugu uwanjani, ama tutunge kanuni nyingine mpya kabisa ambazo zitadhibiti changamoto kama hizi. Maana club hata kama itatoa maybe tamko, mara ngapi kwanza club zinatoa matamko kuhusu mashabiki? Kuhusu mashabiki. Alikama juzi nakumbuka kuna mechi kuelekea na Mtibwa. Alikama alizungumzia issue nzima ya mashabiki wao kufanya vurugu viwanjani, kuwatupia waamuzi chupa, sio imekuaje nini.
alizungumzia kiasi gani kama club inakuwa affected kutokana na zile adhabu ambazo inabidi walipe kwa lengo ya fine. Umeelewa? Lakini mwisho wa siku ile tukio itakaa mechi 2-3 baadaye tena linarudi. Kuna haja wote kushirikiana au tuachie klabu peke yao? No, ni issue ya wote. Ni wapi mwanzo nisema ni issue ambayo club na mamlaka zimelea. Kwa sababu club wao wanabariki ya mambo. Na uhakika 100% wanabariki. Simba tu siwaone labda kwa sababu ofisi zao ziko mbali sana huko Ushuani hawezi kwenda. Lakini Yanga vikao kama hivi huwa wanafanyia pale klabuni. Okay, klabuni pale. Sasa uwezi kufanya kikao klabuni kama klabu haijabariki. Maana klabu zinabariki. Kwenye mamlaka wana nafasi ya kuweza kulitatua hili. Japokuwa wao pia ni sehemu ya tatizo. Kwa sababu kwenye udhibiti wa mashabiki naona kanuni ambazo zinabisa sana matukio ambayo yanatokea uwanjani. Hivi vitu vingine vya nje ni machache sana. Labda paka jambo liwaguse. Labda kuna shabiki mmoja akamshambulia kiongozi, hapo ndo utaona anafungiwa, anafanya nini. Lakini sioni kanuni ambayo moja kwa moja inalenga kustaarabisha mpira. Kwa sababu haya matukio ni matukio ambayo sio ya kistaarabu. Yaani leo tu mtu anaita press anamsema mwamuzi atumtaki, tunamtaka huyu. Mmekaa kidogo mwingine anaweka press nataka tuachie uwanja tulinde. Ni vitu vya ovyo ambavyo kwenye dunia sasa hutakiwi kuvifanya yani. Kwa sababu tunaamini tumefika level ambayo ni kubwa, watu wamestaarabika. Okay, je sasa hii maybe ingekuwa ni au mashabiki na wanachama wao, mfano wazee wa Simba waliojitokeza. Ilikuwa ni kwa komandi viongozi wao. Kama ni kulalamika wapeleke malalamiko ambao ni rasmi. Bana si kuna mfumo wa kulalamika kwa mujibu wa kanuni. Upo. Wao ilibidi watengeneze pressure kwa viongozi. Na ingekuwa ni njia sahihi zaidi. Yaani kuliko kuja kujitokeza kusema Rajiga si hatumtaki. Haya yote yametokea. Hao viongozi si wanaandika malalamiko ya waamuzi. Kama waamuzi fani mezidi si kuna muda huwa wanasemaga anaandika. Kama hivyo wanaoji vitu vingine. Ambacho kimetokea hapa ni kwa sababu hakuna nguvu ambayo imeshawahi kutumika kuzuia hili jambo. Ndio maana linazidi kuongezeka kila siku.